Isaya akiwa kule kifungoni bado akaendelea na msimamo wake kumwambia mfalme kwamba hupaswi kufanya hayo unayoyafanya. Acha udhalimu ulionao, endelea kumtii Mungu ili uweze kupata maisha. Manase akakasirika, akawachukua maaskari 4, wakaenda wakatengeneza mlingoti kama mti. Walipotengeneza mlingoti kama mti, wakamfunga Isaya kwenye ule mti, alafu wakaukata ule mti usawa wa kichwa, wakachukua msumeno wa kupasulia mbao, wakaanza kuchana. Anaulizwa, bado wewe unaendelea kumkosoa mfalme mkuu? Anasema ndio, hakuna mfalme mkuu zaidi ya Mungu. Wakaanza kuchana. Habakuki anaangalia. Wakati wanauchana, wakaanza kupasua kuanzia kwenye utosi. Wanachana, wakachana. Wakati wanachana, wanahistoria wanasema Isaya alikuwa akiimba nyimbo, alikuwa akiimba tenzi za kumsifu Mungu. Anachanwa, anaimba tenzi za kumtukuza Mungu mpaka akapasuka kabisa. Isaya akafa baada ya miaka 50, 70 years, sio ya kuzaliwa. Isaya ametumika kama nabii ofisi ya kinabii miaka mingapi? 50. Isaya akachanwa vipande viwili, kimoja kikatupwa huko na kingine kikatupwa huko. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Waebrania unaweza ukasema, mchungaji, hivi tumetoa wapi? Turudi katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 11. Akimzungumzia Isaya katika fungu la 37, kwa sababu ni Isaya pekee yake aliyechonwa kwa msumeno, anasema walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga. Mojawapo ya mateso yalikuwa yamependekezwa ni kuchukua msumeno, unamchana mtu, unatoa vipande viwili. Habakuki anafanya nini? Anaangalia. Alafu ndio unamwambia wewe sasa unatakiwa uje kwenye hiyo ofisi. Habakuki anamuona Mungu amekaa kimya. Hebu tusome sasa katika kitabu cha Habakuki. Habakuki sura ya 1 fungu la 2. Amejielekeza kabisa kufanya kazi, amejielekeza kabisa kuwa katika ofisi, amejielekeza kuwa katika kanisa, lakini kwa bahati mbaya Habakuki anashindwa. Anaamua kwenda chumbani, anamwambia Mungu, sasa siwezi mimi kwenda kukatwa kichwa kama Isaya. Anasema mimi nitalia na wewe.